Leo katika kupita nikatumiwa klipu ya huyu katoto ka Yesu anaulizia utabiri wa mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema Waislamu wanakubali kwamba Muhammad katabiriwa, lakini baadhi ya vitu vimefutwa katika Biblia, lakini zipo zile dondoo ndogo ambazo zinamuonyesha Mtume Muhammad katika Biblia. Sasa Muislamu huaga anasema kwamba mtume kwenye Biblia alitabiriwa, ila utabiri wa moja kwa moja umefutwa. Kwa umebaki tu wa kudondoliza. Utabiri wa moja kwa moja umefutwa. Sasa ili tumjue kwamba Muhammad ni mtume wa Mungu wa kweli ama ni wa uongo, lazima tuangalie mambo ambayo anafundisha waumini wake ni mambo ambayo ni ya kweli, yanaendana na Biblia. Kama asipoendana na Biblia, lazima tujue kabisa kwamba huyu ni mpinga Kristo. Kila siku waga anawafundisha hivyo. Hiyo ndio njia ya kumtambua Muhammad kama ni mtume wa Mungu wa kweli au ni mtume wa Mungu wa uongo. Lakini ukiangalia kwa mafundisho ambayo mtume Muhammad huwa anafundisha, yanaonekana kabisa yeye ni nani? Ni mpinga Kristo, yani kaja kuipinga Biblia. Lakini nataka nimwambie ni kweli kabisa mtume katajwa katika Biblia, ila inatakiwa uono wa hali ya juu sana na akili kubwa na maarifa makubwa na ujuzi mkubwa wa kujua vitabu vya Mungu, utamuona mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekaa katika kitabu cha Biblia. Lakini hoja aliyotumia ni hoja dhaifu sana. Amesema mtume wa kweli mtamtambua kwa sababu hawezi kwenda kinyume na yale mafundisho ya mtume aliyepita. Huu ni uchache kwanza wa elimu, kwa sababu kila mtume huwa anakuja na namna yake ya muongozo ambao Mungu anataka ampe. Kwa hiyo kama Mungu ameamua muongozo huo utakuwa sio sawa na muongozo wa mtume uliopita, basi huu muongozo unachukuliwa kwa sababu ndiye mtume wa zama hizi. Kwa mfano nikupe mfano, ukisoma Mwanzo 9 mstari wa kwanza, Mungu anamwambia Nuhu, kila kiendacho katika ardhi chenye uhai kitakuwa chakula chenu. Ngoja nisome vizuri hapa ili tuweze kuivavadua vizuri. Mwanzo 9 mstari wa kwanza. Mwanzo 9 mstari wa kwanza. Hii hapa, Mungu akambariki Nuhu na wanawe akawaambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Kila mnyama wa katika nchi atawaogopa ninyi na kuwahofu kila ndege. Pointi, kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu. Ina maana Nuhu ukisoma wanyama wote aliruhusiwa kula. Lakini alipokuja Nabii Musa, Mungu akamwambia nguruwe ni najisi msile. Sasa kwa tafsiri yako wewe kwamba nabii awe wa kweli asitofautiane na nabii aliyekuja nyuma, basi Musa atakuwa nabii wa uongo. Kwa sababu gani? Nuhu aliambiwa vyakula vyote ale, kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu. Lakini wakati wa Musa, Mungu akamwambia Musa nguruwe msile. Sasa hili litakuwa tatizo katika uelewa na ufahamu mdogo wa maandiko. Lakini ukisoma hivyo navyo kuna vitu utavitoa kasoro. Twende katika kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 38. Kanifundishe kabinti wewe ili uielewe Biblia na uelewe maarifa yakoje. Yesu anasema, mmesikia ya kwamba imenenwa jicho kwa jicho, jino kwa jino. Wakati wa Torati Musa anaambiwa jino kwa jino, jicho kwa jicho, mdomo kwa mdomo. Lakini mimi nawaambia msishindane na mtu muovu, lakini mtu akikupigia shavu la kuume mgeuzie na la pili, na mtu atakikushtaki kuitoa kanzu yako muachie na joho pia. Yesu anakwenda tofauti na maneno ya Musa. Unaona sasa tunatumia akili bila maarifa, bila kusoma. Unaposema eti sharti la kumjua nabii ni kwamba hapingani au hatofautiani na mtume aliyekuja nyuma, sio hoja katika vitabu, wala sio hoja katika mafundisho, wala sio hoja katika mpangilio wa Mungu. Kwa hiyo watu wanatumia kusoma kwa sababu ya chuki, hatumii kusoma kwa sababu ya kuelewa na kumfahamu mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo niwaambie tuishi kwenye kanuni za maandiko, tusiishi fikra tulizokuwa nazo na chuki
au na husda au na kile ambacho tusichokipenda, basi ndio tukaishi nacho katika maandiko. Hapana, tuweni wa kweli, tujue tunasema nini wakati tunazungumza, tuwe wa kweli ndugu zangu. Kwa hiyo hoja ya kwamba eti mtume aliyepita na mtume anayekuja akimuacha kwa sababu yale aliyoyasema zimekuja sheria nyingine, itakuwa ni shida. Maandiko hayapo hivyo hata siku moja. Kanuni za mtu kuwa mtume ni hizi hapa katika Hesabu 12 mstari wa 6. Hivi mimi ndio vitu ninavyovipenda, kwamba mtu akiamua kufundisha basi afundishe kwa namna ya maandiko na asifundishe kwa sababu ya chuki. Kanuni za utume ni hizi katika Biblia. 16:7 Hesabu 16:6 tuanze. Kisha Bwana akawaambia, sikilizeni basi maneno yangu, akiwepo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono. Cha kwanza, Mungu atasema naye katika maono. Kisha nitasema naye katika ndoto. Kisha Mungu atasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yake yote, yangu yote kwake nitanena naye mdomo kwa mdomo, wasiwasi. Kwa hiyo kusema mdomo kwa mdomo, Mungu alisema na Musa tu. Lakini kanuni za kuwa mtume ni mbili za kuwa nabii katika Biblia. Mungu kusema nawe katika maono au kusema naye katika ndoto. Hiki ndio kitu cha kutafakari na ndio kitu cha kukiingiza katika akili. Usifundishe kitu kwa chuki. Usifundishe kitu kwa kuchukia. Fundisheni kitu ule uhalisia wake ulivyo. Mbona sisi hatumtukani mtu? Mbona sisi hatukashifu mtu yote? Mbona sisi hatusemi maneno mabaya? Kwa nini? Kwa sababu sisi tunawataka nyinyi muje katika dini iliyo ya kweli. Kwa hiyo kanuni ni hizo, kusema naye katika maono au katika ndoto. Mtume Muhammad alizungumza na Mungu kwa maono, ufunuo, kwa mujibu 53 Qur'an, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mungu anasema mtume hatamki kwa matamanio yake mwenyewe. Hakuna anachotamka isipokuwa ni wahai au maono ambayo Mungu kamfunulia kwake. Cha kwanza maono, tunaona kwamba Mtume Muhammad SAW alifunuliwa maono na Mwenyezi Mungu. Lakini kitu cha pili ambacho kinasema katika Biblia, Mungu atasema naye katika ndoto. Muhammad alizungumza na Mungu katika ndoto. Pale Mungu anaposema baada a'udhu billahi minashaitani rajim, laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al masjidal harama insha Allahu aminin. Hakika Mwenyezi Mungu amemtimizia mtume wake ndoto yake ya haki. Anasema naye katika ndoto. Vitu viwili hivi. Moja maono, moja ndoto. Shida iko wapi? Simchukie mtu kiasi ambacho inafika mahala unachukia, hata tukikuuliza kwa nini unachuki namna hiyo, unaleta hoja ambazo hazina mashiko. Lakini Mtume Muhammad katabiriwa katika Biblia, nikufundishe kipengele kimoja. Baada kukufundisha hiki kipengele, alafu utaniambia umenielewa au haujanielewa. Nisome kipengele kigumu sana ambacho ni shida sana watu kukielewa. Kumbukumbu la Taurati 18:18. Kumbukumbu la Taurati 18 mstari wa 18. 18:18 kuna utabiri unaomhusu mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Utabiri huu wengi ukiwasomea wanakwambia hapa ametabiriwa Yesu. Hapana, hapa hajatabiriwa Yesu. Andiko linasema mimi nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe. Shika hii pointi ya kisomi sana. Mungu anamwambia Musa, mimi nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao. Shika neno zao. Mimi nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao. Shika neno zao.
hao wanaoambiwa ni wana wa Israeli. Mungu anasema atawaondokeshea nabii katika ndugu za wana wa Israeli. Shika hii point. Magumu lakini jilazimishe kuelewa, utanielewa. Kuna neno zao 18. Lakini shuka 15. Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako. 15 inasema zako. 18 inasema zao. Mimi nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako. Zako hii atatokea nabii miongoni mwa ndugu zako. Yani hawa wana wa Israeli hao, atatoka nabii zako. Lakini mimi nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao. Yani wana wa Israeli wana ndugu zao. Hao ndugu zao ndipo atakapotoka nabii. Shika neno zao jamani. Shike neno zao. Sio zako, zao. Mimi nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao. Kusanya wana wa Israeli wote. Alafu huyo nabii atatoka katika ndugu za wana wa Israeli. Magumu hapa kupaelewa. Sijui niseme mfano gani utaoingia akilini. Waisraeli wanaambiwa kutoka katika ndugu zao. Sio wao kwa wao, ndugu zao atatoka nabii miongoni mwa ndugu zao. Tafuta ndugu za wana wa Israeli ni kina nani. Alafu ukishawapata hao ndugu za wana wa Israeli, ndipo utamtafuta sasa katika ndugu zao atatokea nabii. Lazima ujue sasa hao ndugu za wana wa Israeli ni kina nani. Ukishawapata ndugu zao, wana wa Israeli ukishawapata ndugu zao, atatokea nabii katika ndugu za wana wa Israeli. Tuwatafute ndugu za wana wa Israeli. Mimi nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao. Waisraeli ndugu zao ni kina nani? Kisoma Galatia 4:21. Niambieni, ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria, je, hamuisikii sheria? Kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili, mmoja kwa mjakazi na mmoja kwa muungwana, manake Ismaili na Ishaka. Wapo wanaopinga kwamba Ibrahimu alikuwa na mtoto wake Ishaka tu. Biblia hii 4:21 Galatia inasema alikuwa na wana wawili, mmoja kwa mjakazi na mmoja kwa muungwana. Lakini yule mjakazi alizaliwa kwa mwili, yule wa muungwana kwa ahadi. Ismaili alizaliwa kwa mwili baada ya Ibrahimu kumuingilia mke wake, ndipo akapatikana ujauzito akazaa Ismaili. Lakini Ishaka ilikuwa ni ahadi. Mambo haya husemwa kwa mfano, kwa maana hawa ndiyo kama maagano mawili, moja kutoka mlima Sinai lizaalo kwa utumwa, ambalo ni Hajiri. Maana Hajiri ni kama mlima Sinai ulioko Arabuni, umeliungana na Yerusalemu kwa sasa, kwa kuwa anatumika pamoja na watoto. Ismaili ni Arabuni. Ismaili ni Arabuni. Hajiri. Mambo haya husemwa kwa mifano, kwa maana haya ndiyo maagano mawili, mmoja kutoka Arabuni ambalo limezaliwa. Sasa kumbe ndugu wa wana wa Israeli wametoka kwa Ibrahimu, alikuwa na watoto wawili. Ibrahimu ana Ismaili na ana Ishaka. Kutoka kwa Ishaka mpaka kwa Yakobo
wakapatikana wana wa Israeli. Kizazi kilikwenda hivi. Kutoka kwa Ismail mpaka kwa mtume wakapatikana Warabu. Kwa maana Warabu wakitaka kuwatafuta ndugu zao, wanawatafuta ndugu zao watoto wa baba yao mdogo, ambaye nani? Ishaka, kina Yakobo, wana wa Israeli. Na wana wa Israeli wakitaka kutafuta ndugu zao, kwa sababu wako wawili, Ismaili na Ishaka, watawatafuta watoto wa Ismaili ambao ni Warabu. Kwa maana Ismaili katoa Warabu, Ishaka katoa wana wa Israeli. Hawa ni baba mkubwa na mdogo. Kwa hiyo Waisraeli kwa mujibu wa Biblia ndugu zao ni Warabu, na Warabu kwa mujibu wa Biblia ndugu zao ni wana wa Israeli. Mimi nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao, yani kutoka katika ndugu za wana wa Israeli ambao ni Warabu, Mungu anasema atatoka nabii. Kule Isaya 21:15 ufunuo juu ya Arabu. Ufunuo juu ya Arabu. Alipotoka mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimekufundisha somo gumu sana la kufafanua baina zao na zako. Huu ni utabiri mmoja nimekupa. Lakini kipindi tutaendelea, tutakuja utabiri mwingine ambao unamuonyesha Bwana Mtume Muhammad amejaa katika kitabu cha Biblia, kwamba ufalme wa Mungu utaondolewa Israeli, utapewa taifa jingine. Nitakuja kukufafanulia vizuri. Fuatana nasi katika vipindi vyetu bora kabisa vya kumtangaza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuwaambia watu Uislamu ndio dini ya haki. Usiache kusubscribe ili kuendelea